Viongozi wa AMCOS kutokea halmashauri ya mji Masasi wameshukuru mamlaka ya ukusanyaji mapato Tanzania TRA kwa kuwatembelea na kuwapatia elimu mbalimbali zinazohusu ukusanyaji mapato na ulipaji kodi. Yameelezwa hayo na Bertram Eustace pamoja na Linda Kwai ambaye ni afisa ushirika wa halmashauri ya mji Masasi. Ndugu Bertram Eustace ni mjumbe wa Mombaka AMCOS, ni makamu mwenyekiti Mombaka. Kwa tukio mliolifanya watu wa TRA, mmetoa elimu nzuri na mafunzo mazuri na tumejifunza vizuri kupitia nyinyi. Na tulikuwa tunaomba muendelee kupita kwenye vyama vyetu vya ushirika ili mtoe elimu ya kutosha. Jambo tulilojifunza kuhusu swala la ushirika, kwanza kuhusu swala la elimu yenu ambayo mmetoa kuhusu swala la mapato. Changamoto tuliokuwa nayo kuhusu swala la mapato lilikuwa tunashindwa kuelewa nini mpango wa mapato ni nini na kwa nini TRA mnakuja kukusanya mapato. Mwanzo kitu ambacho nimejifunza ndo kwanza jambo leo ndo najua kwamba ili tupate kulipa AMCOS tuingie kwenye mfumo wa kumalipo, maana tufikie kuanzia milioni 100. Kwa hilo ambalo mimi ndo ambalo nimejifunza na nilikuwa silifahamu hilo. Pekee tunakushukuru. Lengo la kuita mahali hapa kama alivyosema awali, tuwapa uelewa pamoja, vipi la ngoto kwa tufanye, kaende tukafanye. Kwa hiyo niomba usichoke, ni mwanzo. Kama unavyojua ni wapi kwenye mambo ya kodi kwa asilimia. Hapo la pote hitaji msaada, aidha kwa kupiga simu, kwa kufika au kwa kuomba hata mtaalamu wako afike, mambo tukoshirikiana. Hapo nasema asante sana, naenda kupeleka kazi tunayofanya. Meneja TRA Masasi Kitalila Ngetila amesema kuwa kupitia semina hiyo imekuwa fursa kwao kutoa elimu kwa AMCOS. Pia amegundua jamii inahitaji elimu zaidi kuhusu kodi. Mr. Kitalile Mwakioma Angetile ni meneja wa TRA wa wilaya ya Masasi. In fact kwetu hii kukutana na hawa watu wa AMCOS imekuwa ni fursa kubwa sana. Hizi ni Agricultural Marketing Cooperative Societies, ni vyama vya msingi vya ushirika. Kwa kushirikiana na afisa ushirika wa wilaya ya halmashauri ya wilaya ya Masasi, ya mji wa Masasi, tumekaa naye, ameandaa seminar, tumewapa elimu kubwa sana. Kwa sababu unajua vyama vingi vingine havina hata usajili, havina TIN number, lakini at least kupitia semina hii wengi watakuja kujisajili. Kwanza walikuwa wajui kama wanatakiwa walipe kodi au wasilipe kodi. Leo wamejua kwamba kodi ipo wanatakiwa walipe kodi, kwa nini amesamehewa, kimesamehewa kwa namna gani ya kulipa kodi. Kwa mfano vyama vya msingi vya ushirika vinapata msamaha kulipa kodi ya mapato kwa mujibu wa sheria ya kodi ya mapato kwa condition mbalimbali. Kwanza tumesema ili kipate msamaha ni lazima kwanza kisajiliwe kwa mujibu wa sheria za vyama vya ushirika, lakini vifanye shughuli ambazo zina malengo kadhaa ya ushirika. Kwa mfano shughuli za kilimo, labda wanajenga nyumba kwa ajili ya washirika, au wanafanya shughuli za usambazaji wa bidhaa kwa manufaa ya washirika, au wanafanya shughuli za kukopa, shughuli za mikopo hizi, wanachangishana na wanakopeshana kama hizi tunasema SACCOS, vitu. Lakini tumesema nyingine, condition nyingine ni kwamba kwa mujibu wa sheria ya kodi ya mapato kwamba mauzo ghafi yakiwa chini ya milioni 100 wanasamehewa pia. Yakiwa zaidi ya milioni 100 ndio wanaanza kulipa kodi ya mapato. Labda nini mmejifunza kupitia elimu ambayo mmetoa, labda walivyokuwa naipokea wale watendaji, lakini na nyinyi baada ya hapo nini mmeona sasa? Yaani tulichojifunza ni kwamba kwa kweli wanahitaji elimu kubwa mno. Unaweza kuadhibu watu kumbe hawajui, hawana elimu. Yaani watu walikuwa wajui, hawafaili return, hawaleti taarifa zote TRA. Siku akija na kuna mapenalty yote. Sasa wakimuuliza mwenzake kuna penalty hawaji tena. Lakini kwa hizo penalty za kutokufaili ya kuleta taarifa, tumewaambia kwamba kuna misamaha ya kodi, kwa sababu tunajua walikuwa waelewi. Kama kuna penalty zimekuwa nyingi, wanaomba msamaha, kuna taratibu zake, wanapewa msamaha. Kwa hiyo wasiogope, hata kama kuna madeni mengi au malingizo ya madeni mengi kutokana na adhabu za kutokuleta taarifa au kufaili hizo return, wasiogope, waje. Walikuwa hawana elimu hiyo hata kidogo, lakini sasa hivi wamepata hiyo elimu. Tunatarajia kuanzia sasa watakuja
kwa wingi, hizo AMCOS zitakuja. Swali la mwisho, hao ni wakilishi tu wachache, labda unawaambia nini sababu wataenda kusikia, kwenda kuona kwa taasisi nyingine ambazo labda zilikuwa hazina uelewa, ila kupitia taarifa yako utapata uelewa. Kupitia taarifa hii inayotoa sasa hivi, naomba AMCOS zote ambazo zilikuwa hazijajisajili TRA zifike kujisajili. Wasiogope, mambo yako kawaida sana. Wafike kujisajili kama wenzao walivyofanya. Kwa hiyo naomba kutoa wito wafike. Pia naomba kutoa wito kwamba wanapoenda kununua bidhaa zao wakadai risiti. Na pia wito mwingine naomba kutoa, hizi AMCOS ziwe na mashine za kutolea risiti. Mkulima sawa, ni mdogo hawezi kuwa na, lakini AMCOS kama taasisi iwe na mashine ya kutolea risiti, na watoe risiti na wadai risiti kwa bidhaa wanazonunua. Asante.